leo. Huku visa vya vurugu vinavyodaiwa kuhusisha wahuni vikiendelea kushuhudiwa humu nchini, hasa katika mikutano ya kisiasa, viongozi wameitaka serikali kuchukua hatua kali za kukabiliana na hali hiyo. Wameonya kuwa vurugu hizo zinaweza kuongeza hofu na mvutano kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Viongozi wa eneo la Tigania East wakiongozwa na Muthee Kiunga wameitaka serikali kupitia vyombo vya usalama kuwachukulia hatua wanaohusika na vurugu. Aidha, matumizi ya wahuni kuvuruga mikutano ya kisiasa yanadhoofisha demokrasia na kutishia uhuru wa Wakenya. Hii mambo ya goons ni jambo mbaya sana, kwa sababu demokrasia, watu wanafaa kuwa na uhuru wa kuongea, na uhuru wa kuassociate, na uhuru wa kuteteza ile serikali yenye iko. So hili ni jambo ambalo ningependa kulikemea sana kama mwanaharakati wa kidemokrasia. Ni jambo ambalo linapinga ama linazuia watu kujieleza ama kusema yale ambayo wanataka kusema. Ni jambo ambalo serikali inaweza kusuluhisha kama wanataka. Katika katiba yetu ya 2010, mambo ya security, kupewa security ya kila mtu na mali yake, ni kazi ya national government, ile serikali kubwa. Kwa hivyo ukiona watu wanaenda mkutano wanapigwa, kwanza ni kukiuka haki zao, pili ni kurudisha demokrasia yetu nyuma. Ningetaka kutoa wito kwa wanasiasa wakome kutumia vijana. Vijana ni viongozi na ni watu, hata kama hawana kazi. Usiende ukawapea 500 ama 200 ama 1000 ukawaambia wavuruge mkutano ya yule mwanasiasa mwingine. Tungetaka kuwa na environment, hasa saa hii tukielekea kwa uchaguzi. Tungetaka kuwa na environment ambayo haina violence. Alikuwa naibu